Habarini za saa hizi kwa muda huu tena ni refu kidogo, kwa hiyo nitakachojitahidi ni kufupisha, na baada ya hapo tutakuwa nalo tamko ambalo la maandishi na mtalipata kwa sababu ni refu kidogo. Lakini pia kwa yule ambaye angependa ufafanuzi wowote wa ziada, tuko tayari kukaribia chumba cha habari cha chombo chochote kufafanua au kutoa maelezo ya ziada juu ya msimamo wa kamati kuu ya chama chetu juu ya mambo hayo ambayo yameelezwa na mkurugenzi John Mrema. Kwa hiyo la kwanza ni washukuru na nimshukuru Mwenyezi Mungu, chama chetu kimeendelea na majukumu yake na chama kinaendelea kuimarika siku hadi siku. Nichukue nafasi hii pia kuendelea kuwashukuru wanachama na viongozi wetu sehemu mbalimbali kwa kuendelea kukiamini chama chao na kuendelea kuiamini kamati kuu ya chama chao katika kutengeneza mustakabali au mwelekeo wa chama juu ya masuala mbalimbali yanayohusu siasa, uchumi na uongozi katika nchi yetu. Aidha, mtakumbuka kamati kuu iliketi kikao chake tarehe 5 mwezi wa 5 chini ya mwenyekiti wake wakili msomi mzee wetu Hashim Rungwe, na kilikuwa na ajenda mbili tu. Ajenda ya kwanza ni kufanya uteuzi wa mgombea ubunge wa jimbo la Isimani kupitia chama chetu cha Ukombozi wa Umma, pamoja na uteuzi wa wagombea wa udiwani kwenye kata 12 zenye uchaguzi mdogo mapema mwezi ujao. Na kwenye jambo hilo, nafikiri kwenye jambo la uteuzi hasa wa bunge wa Isimani, taarifa fupi ilitoka mara tu baada ya ajenda hiyo kumalizika, sio kikao kumalizika, mara tu baada ya ajenda hiyo kumalizika, tulitambua kwamba waandishi wa habari mna shauku ya kujua nani ni mgombea wetu, na tumefanya hivyo, na wote mnaelewa sasa tumemteua ndugu Daudi Isa Masasi kugombea katika jimbo la Isimani. Na nitumie nafasi hii pia kuwaomba wana wa Isimani kujiandaa kutupokea Chauma. Na kwa kweli tuna hasira kidogo na jimbo la Isimani kwa sababu mwaka 2025 hatukuwa na mgombea kwa sababu mbalimbali. Mgombea wetu ni mambo mengine yalichanganyika, ni mambo ya ndani na mambo ya nje. Walijitokeza watu kuchukua fomu bila ya ridhaa ya chama. Sijui watu walijitokeza huko wakachukua fomu. Mgombea wetu wakati anakwenda kuchukua fomu anaambiwa fomu ya Chauma imeshachukuliwa. Sasa imechukuliwa na nani? Tukamtafuta aliyechukua, tukamwambia bana, wewe hujateuliwa na chama, rudisha fomu. Akatupiga danadana mpaka siku zikaisha. Lakini mkurugenzi alikuwa tayari kabisa kutoa ushirikiano kwetu na akatuambia tu ikirudi mimi nitawapatia fomu nyingine, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutuuliza na kutufuatilia. Lakini tunaamini kwamba ulikuwa ni mchezo wa kisiasa tuliofanywa na washindani wetu wa kutotaka tuwe na mgombea katika jimbo la Isimani. Kwa hiyo hatukuwa na mgombea, sio kwa sababu hatukushiriki uchaguzi kwenye ngazi ya jimbo kwenye jimbo la Isimani, sio kwa sababu ya kukosa mgombea, bali ya masuala hayo ya kisiasa yaliyojitokeza. Kwa hiyo tuna hasira nalo kidogo kwa sababu tunatamani na watu wa Isimani tuwapelekee ladha na uzuri wa chama chao cha Chauma ili waweze kutupima, waweze kutusikiliza, waweze kutuelewa na baadaye tuwaombe wafanye maamuzi ya kutuunga mkono. Kwa hiyo niwaombe watu wa Isimani na viunga vyake watusubiri, tunakuja. Ni imani yetu hatutokuwa na figisu za wagombea safari hii na mgombea wetu ndugu Daudi Masasi, na naomba mamlaka kupitia kauli hii itambue mamlaka zinazohusika na uchaguzi zisitoe fomu kwa mtu yeyote nje ya Daudi Masasi. Safari hii wakifanya tena hivyo, wakimpa fomu mtu ambaye siye wa chama chetu au si aliyeteuliwa na chama chetu, basi tutadhani kwamba sasa hiyo ni makusudi. Kwa hiyo wasitoe fomu kwa mtu yoyote kienyeji nje ya Daudi Masasi. Kwa hiyo tunawaomba
watu wa Isimani watusubiri. Na utaratibu mzima wa uchaguzi, namna tutakavyouendesha, ratiba yetu ya kampeni, tutafungua lini kampeni, nani atakayeenda kuongoza uzinduzi wa kampeni, hayo yote katika siku chache zijazo, mara baada ya mgombea wetu kuteuliwa siku ya Jumapili, nadhani ndio uteuzi. Basi naibu katibu mkuu wa chama chetu upande wa bara, Mheshimiwa Benson Kigaila, ndiye atakayeongoza operation ya uchaguzi mdogo wa jimbo la Isimani, na ndiye atakayezungumza na wanahabari sasa kutoa mpango mzima wa operation ya uchaguzi mdogo kwa upande wa chama chetu cha Chauma. Ajenda ya pili ilikuwa ni masuala ya mapendekezo juu ya mwelekeo baada ya ripoti ya tume ya Jaji Mohamed Othman Chande kutoa taarifa yake. Mtakumbuka tulishatoa angalau maoni ya awali juu ya jambo hilo, na maoni hayo mtakumbuka kwenye kikao chake cha kamati kuu cha tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2026, kamati kuu ya chama chetu katika maazimio ambayo yalikuja kusomwa tarehe 8 siku ya wanawake duniani kwenye ukumbi wa Ubungo Plaza. Kuhusu jambo hili tulisema mambo mawili. Mosi, tunaiunga mkono tume kwa sababu hatuna sababu ya kuitilia mashaka katika siku za awali, hasa baada ya kupitia sifa za wajumbe wa tume ile. Jambo la pili, tukasema, kamati kuu ikasema, zaidi ya hapo tunasubiri taarifa ya tume. Taarifa ya tume itakapotoka sasa ndiyo tutasema tunaungana nayo au hatuungani nayo. Lakini kutoka tu kwa kipindi kile alafu tuseme sasa hatuitambui kwa kitu ambacho kimeundwa kwa mujibu wa sheria. Kama sheria ina udhaifu ndio ipo. Hatuwezi kusema sasa kwa sababu sheria ina udhaifu sasa hatutambui, au kama haina udhaifu watu wametumia mamlaka yao, ndio utaratibu ambao sisi wenyewe tumeshajiwekea. Kwa hatukutaka kuingia kwenye mtego wa kujadili mtoto wakati wa ujauzito. Sasa ni ujauzito tunabishana mtoto. Hatujapima, anasema huyu mtoto hivi, mtoto wa kike, mtoto wa kiume, mtoto hivi, mtoto vile, babake. Sasa tukasema kiumbe hiki kizaliwe, baada ya kuzaliwa ndio tutatoa msimamo wetu. Na kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, tume haikucheza mbali. Na huo ndio ukweli. Haikucheza mbali na mahitaji ya Watanzania. Haikucheza mbali. Tumeridhika. Kikao cha kamati kuu cha juzi kimeridhishwa na vyanzo vilivyotolewa na Jaji Chande na tume yake kuhusu sababu ya watu kufanya zile ghasia. Tumeridhika kabisa. Jaji Chande amesema kuna kilio cha katiba mpya, ndicho kilichokuwa chanzo kimojawapo. Kuna suala la tume huru ya uchaguzi, kuna suala la ajira za vijana na hali za uchumi za wananchi na hususan vijana. Amezungumza kuna suala la utekaji na kupotea kwa watu. Amezungumza kuhusu uwajibikaji hafifu wa viongozi dhidi katika kuwatumikia wananchi. Hatuna mashaka na hizo sababu. Hayo ndio mahitaji ama hivyo ndio vilio vya Watanzania. Na hakuna mtu yoyote anayeweza kukataa kwamba vile vilivyozungumzwa na Jaji Chande sio vilio au kero za Watanzania. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ndizo zimechangia watu kufanya walioyafanya tarehe 29. Sasa kama hivyo ndio vilio vyetu, kama hizo ndio kero zetu, sasa tunazipinga ili iweje sasa? Sisi tumekataa huo mtego. Tumeukataa huo mtego. Badala ya kuvipinga, chama chetu kupitia kamati kuu inaelekeza nguvu zake katika kuishinikiza serikali iyafanyie kazi masuala yaliyozungumzwa na Jaji Chande au tume ya Jaji Chande. Kuliko tukianza sasa kupingana. Na hapo ndipo wakati mwingine tunapaswa kujiuliza swali, huwa tunakosea wapi? Na hasa sisi kama wapinzani. Yaani tunakosea wapi? Tumeidai katiba mpya kwa miaka 30. Tume mbalimbali, kuna tume ya
Jaji Nyalali imezungumza jambo hilo. Kuna tume ya Jaji Kisanga imezungumza mambo hayo. Kuna tume ya Jaji Warioba imezungumza mambo hayo. Tume zimekuwa zikiundwa. Sasa hivi tunakosea wapi? Sasa kwa nini wanazungumza halafu hatupati? Tunadhani moja kati ya sababu ni kutanguliza ile dhana ya kwamba wapinzani kazi yao ni kupinga tu kila kinacholetwa labda kilichoundwa na rais. Na badala yake sasa baada ya muda mfupi tunatumia tume hizo ambazo tunazipinga kama rejea ya mahitaji na madai yetu. Hata hii ya Jaji Chande ni swala la muda tu. Hatutomaliza muda mrefu. Tume hii hata wale wanaopinga leo mambo yake wataitumia kama rejea kwamba hata tume ya Jaji Chande ilisema hivi. Lakini sasa hizi badala ya kuunganisha nguvu zetu tukaibana serikali ikatekeleza yale ambayo tume imeyaeleza, kwa sababu ndio mahitaji yetu wa Tanzania, iwe kwenye nyanja ya siasa, iwe kwenye nyanja ya uchumi, iwe kwenye nyanja za elimu, ndio mahitaji yetu kwa pamoja. Ukiyachukua ndio mahitaji yetu. Na kamati kuu imenijadili kwa kina sana hili hasa swala la katiba mpya na swala la ajira kwa vijana wa nchi na ugumu wa maisha kwa vijana. Tumejadili kwa sana. Chama chetu tulipokuwa tunazunguka kwenye kampeni za uchaguzi mkuu, haya mambo mawili tuliyazungumza sana na tukayawekea ahadi nzito mbele ya Watanzania. Ajira kwa vijana na maisha ya vijana. Mimi nimeyazungumza mpaka vijana wakaanza kunipa jina la rais wa Masela. Sikio mtu tuko kwenye kampeni, timu yangu inaitwa rais wa Masela. Sana rais wa Masela mimi si. Sasa rais wa Masela nani? Ananiambia Mkundo, wewe huko mtaani watu wanakuita rais wa Masela. Nimezungumza kilio cha vijana. Sasa leo yanakuja kuzungumzwa na Jaji Chande kwamba tuna tatizo la ajira kwa vijana, tuna tatizo la hali ngumu ya umasikini kwa vijana. Sasa mimi badala ya kukoleza moto pale ili kile nilichokibeba na kile ambacho niliwaahidi vijana na Watanzania wa nchini ningekisimamia, ajira, leo nirudi nyuma nikatae nimwambie sasa Jaji Chande, wewe kaa na hiyo mpango wako wa ajira, mimi napinga kwa sababu wewe umeteuliwa na rais. Ili iweje? Nafikiri tuangalie maudhui yanayotupeleka mbele. Kwa tumeangalia sana. Na ndio maana tunataka tupiganie suala la uwazi kwenye ajira za vijana na suala la upatikanaji wa ajira kwa vijana. Tuwe na uchumi unaotengeneza ajira, unaozalisha ajira. Tuwe na maisha ambayo Watanzania wana uhakika wa kupata vipato vya kuendeleza maisha yao. Hilo Chauma tumekataa mtego wetu wa kuliacha. Halafu tena tusubiri majukwaa ya kisiasa tulitumie kama mtaji. Vijana hamna ajira. Lakini kulikuwa kuna fursa ya kuweka mjadala mpana wa ajira na kuishinikiza serikali, tunauacha. Huo mtego sisi tumeukataa. Tutapigania haki ya ajira na haki ya kipato kwa vijana wa Kitanzania. Sasa kamati kuu imetoa mapendekezo yake kwenye masuala mengi. Lakini pia imeangaza maeneo kadhaa ambayo tunadhani yangeboreshwa, yangekuwa ripoti ingekuwa nzuri zaidi. Ingekuwa nzuri zaidi kwa kutuambia yale ambayo wametuambia na kutuwekea mwelekeo wa namna ya kuyatatua. Tunadhani ni hatua moja kubwa na muhimu sana katika taifa. Lakini tunasema kuna suala la masuala ya utekaji. Kuna masuala ya utekaji. Tunadhani tume ingekwenda mbali kidogo kueleza na sababu nyingine ambazo zinatengenezewa hisia kwenye jamii, ikiwemo sababu za kisiasa. Na labda wanazo, na sisi tunatoa rai kwa tume kama wana sababu nyingine waseme. Lakini pale walipoishia ndio maana mjadala umekuwa mkubwa kwamba utekaji ni mapenzi tu na biashara tu na visasi tu. Tunadhani labda zipo na sababu nyingine. Kwa hiyo wangekwenda mbali zaidi pengine kuchunguza. Tunaelewa wao wameegemea taarifa za polisi peke yake kama ambavyo wamesema. Pengine wangetoka kidogo, labda wangeweza kubaini na sababu nyingine na wakaziweka wazi ili kuhakikisha kabisa kwamba kupunguza minong'ono kwenye tume hiyo. Lakini chuki
miongoni mwa jamii ambazo zilikuwa sehemu ya chanzo. Tume haikueleza kabisa kwenye kumekuwepo na chuki za muda mrefu, ni chuki na uhasama wa wanasiasa wenyewe kwa wenyewe, vyama vya upinzani na chama tawala, ambazo pengine nazo zilisababisha, na wangeenda mbali kabisa kutuelezea hivyo vitu. Lakini pia kuna masuala ya unyimwaji wa haki mbalimbali ambako tume tunaamini wangeeleza kwa kirefu zaidi. Lakini pia tume, ni rai yetu, rai ya kamati kuu ni kwamba tunatamani sana tume iweke wazi ile ripoti, au mamlaka yoyote itakayokwenda kwenye hatua za kiuchunguzi na upelelezi kama ambavyo tume imeshauri, basi iweke wazi ile taarifa, na hasa kwenye eneo la ushahidi au msingi wa ushahidi kwa wote ambao kwa namna moja ama nyingine watakuwa wameguswa katika kuratibu, katika kuandaa, katika kufadhili, katika kutekeleza tukio la tarehe 29 Oktoba. Na kwa nini kamati kuu ya chama chetu inashauri hivyo? Inashauri hivyo kwa sababu tunaamini itapunguza hofu ya watu, au itapunguza kwamba labda kutakuwa kuna dhana ya kuoneana. Iweke wazi kwamba bana, wewe Salum Mwalimu, tunakuhisi kwenye jambo hili kwa sababu 1, 2, 3. Tutakapofika hatua hiyo, hayo mambo yawekwe wazi ili sijengeke dhana ya kuonewa. Lakini kwenye dhana ya kusimamia kwenye haki ya msingi ya kusikiliza watu, Chauma, hiyo hatutaki iwe compromised. Hatutaki iwe compromised. Na hatuoni aibu kusema hivyo. Kwa sababu kama tunasimamia haki ni pamoja na hata yule muovu apewe nafasi ya kusikilizwa. Tusianze kuhukumiana kwenye jambo hili kisiasa. Kwa sababu tukiruhusu kuhukumiana kwa kisiasa, tutayaficha mengine au tutawaonea wengine. Na sisi Chauma pamoja na uzito wa jambo lenyewe, ukubwa wa jambo lenyewe na madhara yaliyotokana na jambo lenyewe, hatutaki mtu aonewe. Hatutaki mtu aonewe. Kwa sababu tukimuonea mtu, madhara yake ni nini? Atatengeneza chuki, na kadiri watakavyotengeneza chuki, atatengeneza mpango wa kulipa kisasi. Sasa tunaweza tukarudi tena kuzalisha Oktoba 29 nyingine. Kwa sisi kwa kweli suala la watu kupewa nafasi ya kusikilizwa kabla ya kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo, au kwa namna yoyote ile itakayowekwa na kukubalika na taifa, watu wapewe nafasi ya kusikilizwa. Na kipengele B, tumesema mapendekezo ya tume yatekelezwe. Kama nilivyotangulia kusema, mapendekezo ya tume yatekelezwe. Na kamati kuu imejadili kwa kina kuhusu mapendekezo hayo ya Jaji Chande, na inataka serikali na wadau wote tujikite katika kutekeleza mapendekezo hayo, na ianze mapema utekelezaji huo kwa kuanza na mchakato wa mazungumzo kwa lengo la kufikia maridhiano ya taifa. Na hapa nako kuna mjadala. Hapa kuna mjadala. Lazima tuzungumze. Na ndio maana sisi tumejiuliza hata kwenye kamati kuu, tusipotaka kuzungumza, kumaliza tofauti zetu zote tulizo nazo, kwa sababu na Chauma na sisi tuna maumivu yetu, na Chauma na sisi tuna maumivu tunayoyabeba kwa niaba ya wananchi wanaotuunga mkono. Sasa yote haya tusipotaka kukaa na kuzungumza, tunayatatua vipi? Ndio swali kubwa ambalo tunajiuliza. Tukiishia tu kusema, kupiga kelele, kukosoa, kupinga, halafu tunayatatua vipi? Na pengine huo ndo mtihani ambao tumekuwa tukiupitia vyama vya upinzani. Ndio maana leo tunadai katiba kwa miaka 30. Tume zinakuja zinapendekeza, badala kuunganisha nguvu ya kuhakikisha unakuwepo utekelezaji wa mapendekezo yanayotolewa na tume zinazoundwa, ambazo zinakuja na mapendekezo yanayogusa hisia zetu au yanayogusa mahitaji yetu kama Watanzania. Tuna divert, muda unapita, jambo lile linapotea, tunabaki kwamba sasa Chauma
hatutaki kufanya ajenda ya katiba mpya nchi hii kuwa ya kudumu, tunataka iishe. Chauma hatutaki kufanya ajenda ya utekaji nchi hii kwamba ndo ajenda ya kudumu ya kisiasa ya sisi kuzungumza kwenye majukwaa, tunataka iishe. Chadema hatutaki tatizo la ajira la Chauma, hatutaki tatizo la ajira kwa nchi yetu iwe ni ajenda ya kudumu ya kisiasa, tunataka iishe. Huo ndio msimamo wa Chauma. Tunataka haya mambo yaishe. Tusirudie makosa kwamba sasa na sisi tena tuendelee kubaki tena miaka 20 tunaimba wimbo wa katiba mpya, katiba mpya, katiba. No, Chauma hatutaki hilo. Tunataka haya matatizo yaishe. Kwa tunayaunga mkono kwa sababu tunajua mosi ndio kero za Watanzania. Mbili, tukifanya kosa na muda huu tena ukitupita tutarudi tena kufanya rejea kwenye tume wakati mambo hayajatekelezwa, shida zinabaki pale pale. Kwa tunataka yaishe. Kwa katika uchambuzi wake, kamati kuu ilijikita zaidi katika kutafuta na kupendekeza majawabu ya namna ya kuweza kutibu vyanzo vya vurugu zile kama zilivyobainishwa na tume, kwa kuwa na mapendekezo mahususi ya nini kifanyike ili kuliponya taifa. Mosi, katiba mpya. Kamati kuu inaona kuwa katiba mpya ni hoja kuu na hoja kipaumbele, na hivyo mchakato wa kuipata katiba mpya huo umekamilika kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2029, na mchakato huo uanze sasa kwa mambo yafuatayo kuanza kufanywa kazi. Kwa sababu tusiishie tu kuzungumza katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya, au tusiishie tu Jaji Chande, Jaji Chande, Jaji Chande. Chauma tunapendekeza yafuatayo yaanze kufanyika mara moja kama ishara au dalili za kuelekea kupatikana kwa katiba mpya katika nchi yetu. Mosi, kuundwe kwa reference group ili kuweze kuanza kukubaliana masuala mbalimbali ya kuingia kwenye katiba mpya kwa kuzingatia masuala ambayo yalikwamisha mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya kuendelea kwa mwaka 2014 na hata kabla ya hapo. Kundi hili liwe kama mkutano mkuu maalum wa kitaifa wa katiba mpya na ihusishe uwakilishi wa wadau wote ili kuwa na mwafaka wa pamoja kuhusu namna bora ya kushughulikia mambo yote ambayo yalikwamisha mchakato wa awali wa kupatikana kwa katiba mpya, kutokana na kila upande kuwa na msimamo wake. Kwa yale ambayo kundi hili watakuwa hawajakubaliana, basi apelekwe kwenye kura ya maoni ili Watanzania wakaamue kwa kura. Sasa hili halihitaji muda mrefu la kuundwa kwa reference group au kundi rejea. Kundi hili linaweza likaundwa wakati wowote, na tunaamini ukiwepo utashi huo linaundika. Liundwe kundi hili na liwe na uwakilishi wa taasisi nyingi kadiri iwezekanavyo, au umashuhuri wa watu wenye uwezo na kuaminika kwenye jamii kadiri iwezekanavyo, ili litengeneze mustakabali wa pamoja wa taifa juu ya katiba mpya tunayoitaka wa Tanzania. Kwa hawa watu wachakate mawazo, wachakate fikra, wachakate maoni, wachakate mapendekezo ya Watanzania juu ya katiba mpya wanayoitaka. Na bahati nzuri tayari tuna nyaraka za kuzitumia. Tuna nyaraka ya katiba iliyopendekezwa na kupitishwa na Bunge la Katiba la mwaka 2014. Tuna nyaraka ya rasimu ya mwisho ya katiba inayopendekezwa ya iliyokuwa tume ya Jaji Joseph Warioba. Tuna nyaraka ya katiba ya sasa, na tuna nyaraka nyingine za katiba mbalimbali ambazo tunaweza tukafanya rejea ili kutupa nafasi ya kupata katiba mpya. Chauma hatuamini kuendelea tulipoishia kwenye katiba iliyopendekezwa, kwa sababu mosi, tunaamini pengine katika kipindi hiki cha miaka 10 sasa, si ndio? Tangu miaka 10 sasa tangu pendekezo la katiba ile lilipopitishwa na bunge maalum, yako mambo ya kisiasa tumejifunza, yako mambo ya kiuchumi tumejifunza, na yako mambo ya kijamii tumejifunza, ambayo kwa namna moja ama nyingine yangeweza kuhitaji kuwa sehemu ya msingi madhubuti wa nyaraka inayoongoza taifa hili inayoitwa katiba ya nchi. Kwa tukisema tuendelee pale tu, haya mafunzo tuliyopata katika kipindi cha miaka 10 yatatulazimisha baada ya kuandika katiba mpya
turudi tena tuyadai mengine marekebisho. Kwa tunaamini ipo haja ya kuanzishwa chombo maalum kinachoitwa reference group au kundi rejea litakalokuwa sawa na mkutano wa kitaifa wa katiba utakaotengeneza mapendekezo ya mwelekeo wa katiba hii itapatikana vipi na ni katiba ya aina gani. Na kundi hilo linaweza likaanzishwa wakati wowote. Wakati wowote. Wala halihitaji muda mrefu. Na sisi tunapendekeza, kamati kuu ya Chauma inapendekeza kwamba kundi hilo lianzishwe. Na la pili, kundi lile kwa kuwa litachakata maoni na fikra mbalimbali, bila shaka zitatokezea fikra kinzani ambazo hazitotengenezewa maelewano ya pamoja au ambayo hayatozalisha mustakabali mmoja. Na hilo ni too obvious kwenye siasa. Ni too obvious. Sio kwamba eti kwa kuwa tunataka katiba mpya wote tukikaa tutakuwa na mawazo yanayofanana. Inawezekana kuna watu mule watakuwa wanapinga tu, hawataki tu mchakato. Hawautaki tu. Na sio siri. Zanzibar iliandika katiba yake mwaka 2010 na watu wengi hawaelewi. Na ilipopelekwa kwa wananchi kupigiwa kura, nadhani kama 30% na ushe hivi waliikataa. Kwa hiyo tunajiuliza, sasa kumbe bwana katiba tulikuwa tunasema ni agenda ya kitaifa. Sasa wanatokeaje watu hawa karibia 30% wanakataa tena katiba isiandikwe upya. Kwa hiyo yapo mambo, kwa kuwa tutakutana watu wenye haiba tofauti, mitazamo tofauti, historia tofauti na hata malengo tofauti ndani ya nchi, bila shaka kutazalika mawazo kinzani. Kwa yale ambayo tutakayokuwa tumekubaliana yawekwe pembeni, yasonge mbele. Yale ambayo tutakuwa hatujakubaliana kwenye reference group au kwenye mkutano mkuu wa kikatiba wa kitaifa, mkutano mkuu wa taifa wa katiba mpya, hatujakubaliana, yale yote yasisitishe mchakato au yasicheleweshe mchakato wa kuandikwa kwa katiba mpya, yakaamuliwe na wananchi kwenye kura ya maoni. Kwa sababu tuna uzoefu 2014. Wapo walio kwenda mashariki na wapo walio kwenda magharibi. Tukaishia hapo. Sasa ikitokea hali kama ile kwenye mambo ambayo mnatofautiana na ni ya msingi, tusiukwamishe mchakato wa kuandikwa kwa katiba mpya Tanzania. Badala yake yale ambayo tumekubaliana tuendelee nayo, yale ambayo tukukubaliana tukayapigie kura za maoni kwa Watanzania. Sasa yasiamuliwe na mkutano mkuu wa kikatiba. Watanzania wakapewe haki hiyo ya kuamua kwamba jamani tunatofautiana kwenye muundo wa muungano wa Tanzania, mnasemaje? Jamani tunatofautiana kwenye madaraka ya rais wa Tanzania, mnasemaje? Jamani tunatofautiana kwenye muundo wa tume ya uchaguzi wa Tanzania, mnasemaje? Wapige kura za maoni. Mapendekezo ya pande zote mbili yachukuliwe, Watanzania wakayapigie kura. Lengo la chama chetu na kamati kuu ya Chauma ni kwamba tusifike mahala mchakato ukacheleweshwa au ukakwama kwa sababu tu tunatofautiana kwenye baadhi ya maeneo ya maudhui ya katiba mpya. Aidha, kamati kuu ya Chauma inapendekeza iundwe timu ya wataalamu watokane na wadau kwa ajili ya kuunganisha katiba iliyopo na rasimu mbalimbali za katiba zilizopo, ikiwemo katiba iliyopendekezwa na katiba ya Warioba, kwa ajili ya kuipatia rasimu moja ya katiba pendekezwa. Aidha, timu hii ya wataalamu iwe na wajibu wa kupokea maoni na mapendekezo mapya yatakayowasilishwa na makundi mbalimbali kwa utaratibu usiorefusha au kuchelewesha mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya. Kwa sababu sasa tunaangalia zaidi nyaraka tatu: katiba iliyopendekezwa na bunge la katiba 2014, rasimu ya Jaji Warioba na katiba tulionayo hivi sasa. Sasa kamati hii isizuiliwe, kama tulivyosema hapa katikati kuna vitu tumevipitia, kuna maisha tumeyapitia, miaka 10 ni mingi, pengine kuna mawazo mapya yamekuja. Basi isizuiliwe kupokea, utaratibu uwekwe, lakini utaratibu huo usiwekwe ukawa chanzo cha kuchelewesha mchakato au kuuzuia mchakato kukamilika haraka au mapema iwezekanavyo. 4, liundwe bunge maalum la katiba, lisiwe bunge la sasa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au
baraza la wawakilishi la kule Zanzibar, na kama ambavyo makundi mengine ya kijamii yatakavyowakilishwa kwenye bunge hilo. Yani lisiwe uwakilishi usiwe labda kwamba bunge hii setup ya bunge la sasa. Iundwe setup ya bunge tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Ili kama tunazungumza gharama, basi tuunde bunge la kitaifa ambalo tunaweza kumudu gharama zake kwa umuhimu wa jambo lililo mbele yetu, au kama ni suala la wakati, basi tuunde bunge la katiba litakaloweza kukidhi wakati uliopo. Yani kukidhi kwa maana kumaliza kazi yake kwa wakati uliopo. 5, itungwe sheria mpya ya kura ya maoni kwa ajili ya kuratibu na kusimamia kura ya maoni ya katiba pendekezwa na mambo ambayo yatakuwa hayajapata muafaka wa pamoja kwenye reference group. Hili nimeshalisema. Kwa tuunde sheria ya kura za maoni na kura ya maoni kwa maana ya katiba mpya, lakini kura ya maoni kwa yale mambo ambayo yatakuwa hayajapata mustakabali wa pamoja wa taifa. Na 6, itungwe sheria ya mpito ya utekelezaji wa katiba mpya. Na hii ni muhimu sana. Hii ni muhimu kwamba lazima iundwe sheria ya mpito, kwa sababu mkishakumaliza ule mchakato wa kupata katiba mpya, sasa mna nyaraka ya katiba mpya. Sasa katiba mpya ile itakuwa kuna mambo ambayo pengine utekelezaji wake hauwezi kuwa wa siku chache, pengine utachukua muda. Labda katiba itapendekeza mambo makubwa kuhusu mahakama, itapendekeza mambo makubwa kuhusu muundo wa serikali na utendaji kazi wa serikali, itapendekeza mambo. Kwa hiyo kutakuwa kuna mambo mengi ambayo pengine kutekelezwa kwake hakuwezi kuwa labda kwa siku moja, wiki moja au mwezi mmoja. Inaweza ikachukua muda kidogo kwenye utekelezaji wake. Kwa hiyo itungwe sheria itakayosimamia mambo yote katika kipindi cha mpito. Sasa sheria ile itasema mambo ya mpito yatakuwa na shughulikiwaje. Kwa sababu katiba mpya inaweza kuwa imependekeza X, halafu jambo linatokea. Watu wanasema hii katiba mpya inasema litekelezwe 1, 2, 3. Lakini utekelezaji wa lile jambo pengine unahitaji chombo. Hiko chombo labda hakijaundwa. Sasa je, mnashughulika vipi? Hamwezi kurudi kwenye katiba ya zamani, hamwezi kuitumia katiba ya sasa. Kwa mfano, labda tutatoa tu mfano. Katiba mpya inapendekeza iwepo mahakama ya kadhi. Inapendekeza iwepo mahakama ya kadhi. Kwa mfano tu. Sasa katiba mpya imeandika imeshapendekeza mahakama ya kadhi na imeshaeleza masuala yatakayoweza kushughulikiwa na mahakama ya kadhi. Alafu kuna jambo linatokea kabla mahakama ya kadhi haijaundwa. Kwa sababu sio kitu ambacho kinaweza kikaundwa, mmeandika leo katiba, mmepiga picha katiba mpya tayari, kesho mahakama ya kadhi hapo. Itahitaji muda. Sasa sheria ile ya kushughulikia masuala katika kipindi cha mpito inasaidia kufanya mambo yote haya yaende na yasisababishe mgogoro katika taifa. Aidha, kamati maalum ya chama iliyoundwa na kamati kuu mwezi Machi 2026 ya kufuatilia na kutoa mapendekezo juu ya upatikanaji wa katiba mpya italeta mapendekezo kuhusu muda, yani kalenda, na vyombo vya utekelezaji, yani idadi ya vyombo na wajumbe hadi kupatikana kwa katiba mpya nchini. Swala la katiba mpya Chauma tunalibeba kwa uzito mkubwa sana. Wakati wa uchaguzi tulilieleza kwa kina sana kwenye ilani yetu. Tulilieleza kwa kina sana. Yani ukisoma hii ilani katiba, yani suala la katiba mpya tumelieleza kwa kina sana. Sana. Katika mikutano yangu nafikiri takriban yote ya kampeni, sidhani kama nimeshuka jukwani bila kugusia katiba mpya. Kama ambavyo sikumbuki kama nilishuka jukwani bila kugusia suala la ajira au maisha ya vijana wenzangu. Kote niliapa uzito. Sasa tulipomaliza uchaguzi, moja kati ya mambo ambayo tulijipanga nayo ni kuendelea kusimamia nchi hii kupatikana kwa katiba mpya. Tulipomaliza uchaguzi. Na ndio maana kabla hata Jaji Chande kuja na ripoti yake, kamati kuu ya Chauma ilishaunda timu ya wataalamu kuja na mapendekezo ya namna gani katiba mpya itapatikana, vyombo vyake, kalenda yake, maudhui na kadhalika. Hata haya niliyosema leo ni kwamba timu ile ya wataalamu ndogo iliyoundwa na kamati kuu ilileta mrejesho wa namna kazi inavyoendelea. Na ndio maana haya yamepokelewa
na kamati kuu imeelekeza iharakishe mchakato wa kukamilisha mambo mengine. Na naomba hapa tuelewane, haya mambo yameanza kupangwa na Chauma kabla ya Jaji Chande hajatoa ripoti yake. Na kuna siku nilizungumza na waandishi wa habari nikawaeleza, nimeunda kwa maelekezo ya kamati kuu timu ya kuandika katiba mpya ya chama chetu na kupitia na kuleta mapendekezo juu ya katiba mpya ya nchi kabla ya Jaji Chande. Kwa ndio maana sisi Jaji Chande alivyokuja na line ya katiba mpya, tunarudije nyuma? Labda msaidie, sasa tunarudije nyuma? Yaani jambo tunalitaka, halafu mtu anatupigia pande, umeelewa? Halafu ni ile pasi niipe mgongo, yani ipite. Halafu baadaye ndo nije nihangaike nitafute pasi ya kupiga goli. Sisi tumesema hapana. Tutapambana na kukabana na Chama cha Mapinduzi na serikali yao hapa tuipate katiba mpya. Na ndio maana tulitangaza operation mwezi wa 3 tarehe 8 Ubungo Plaza. Nilitangaza operation kwamba ikimalizika mwezi wa Ramadhani, ikamalizika na Kwaresma, tutashuka chini. Na ajenda zetu kubwa ni 3. Moja, kuwaomba wanachama wetu watupe maoni yao juu ya mapendekezo ya katiba mpya ya chama. 2, tutashuka chini kuwashukuru Watanzania kwa walivyotuunga mkono kwenye uchaguzi mkuu. Na 3, tunashuka chini kuwahamasisha Watanzania waendelee na msimamo wa kuidai katiba mpya. Haya nimeyasema Ubungo Plaza kabla Jaji Chande hajatoa taarifa yake. Hasa leo Jaji Chande anatuletea pande la katiba mpya, halafu tuliruke. Tunalirukaje? Tunalirukaje jamani? Ni shida ya Watanzania? Ni ajenda ya Chauma? Ni kipaumbele chetu kwenye mikakati yetu? Limekuja hilo hapo mzee. Hapana, tutaendelea kusimamia ajenda hii. Kwa tumesema kamati kuu ya chama chetu imeielekeza kamati ndogo ya wataalamu sasa ikamilishe. Imeshatueleza muundo kwamba tunadhani iwepo reference group, wameshatueleza iwepo kamati ya wataalamu, wameshatueleza liwepo katiba, bunge la katiba. Sasa watueleze reference group itapewa muda gani, na ikibidi idadi ya wajumbe wawe wangapi. Kamati ya wataalamu ipewe muda gani na hadidu gani za rejea, na itakuwa na wajumbe wangapi. Bunge la katiba wameshatueleza wataalamu wetu wa Chauma kwamba liwepo na bunge la katiba. Sasa watuambie bunge la katiba lile lihusishe watu wangapi, na kamati kuu imewaelekeza waende mbali. Kama wanaweza hata kutengeneza budget, watengeneze budget, kwa sababu hatutaki mchakato huu ukwame kwa kisingizio chochote. Tunataka ufanikiwe. Kwa hii ni hatua ya kwanza ya kutoa mapendekezo yetu juu ya mwelekeo upatikana katiba. Awamu ya pili itakuja na tutawaeleza Watanzania mpaka bajeti. Tunafikiri tukiwa na kiasi hiki Watanzania, kama ni kuchangishana tuchangishane, tukipate tuandike katiba mpya. Hatutoacha pande la mwaka huu. Hatutoruhusu historia ya kuitafuta katiba mpya ibaki kuwa ni historia ya kudumu na ajenda ya kudumu ya upinzani. Sasa tumedhamiria Chauma, tutasimamia ajenda hii ya katiba mpya ipatikane kwa namna yoyote. Kwa namna yoyote itakao tuwezesha kuipata katiba hii na nchi kubaki salama na nchi tukabaki wamoja. 2, kuna mabadiliko ya sheria mbalimbali wakati wa mpito wa mchakato huu. Kamati yetu ya wataalamu iliyoundwa na kamati kuu kupitia katibu mkuu imeeleza sheria mbalimbali kwamba ni vema zikabadilishwa. Sheria hizo ni pamoja na kwamba itungwe sheria mpya ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambao pamoja na mambo mengine itaifanya tume kuwa huru ili iweze kusimamia mchakato wa kura ya maoni ya katiba pendekezwa. Hii ni muhimu kwa sababu mchakato huu kwa mapendekezo yetu sisi uishie na kura ya maoni. Sasa katika setup za nchi bado tume ya uchaguzi inaweza kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kusimamia kura ya maoni. Lakini tume ya uchaguzi sheria yake ifanywe marekebisho ili kutoa nafasi kwa tume yenyewe kufanywa marekebisho ili iweze kusimamia kura ya maoni wa Tanzania wakiwa na imani nayo isiyotiwa na shaka. Tuondoe shaka zote ili mchakato huu usikwame. Yule atakayetuletea chokochoko huyo ndo tumtangaze kuwa adui wa taifa. Yaani unataka hii ajenda hiyo ya kudumu tu isifanikiwe. Wewe utakuwa ni adui, tutakutangaza kuwa ni adui wa taifa. Aidha, itungwe sheria mpya ya vyama vya siasa pamoja na mambo mengine. Ivipe vyama vya siasa uhuru wa kufanya siasa
kuwa na uwazi na uhuru kwa wanachama wa vyama kugombea na kuteuliwa kugombea kwa haki ndani ya vyama vyao, na uweko utaratibu wa kisheria wa kufuatwa iwapo kuna mwanachama anaona kuwa amenyimwa haki wakati wa mchakato wa uchaguzi au uteuzi wa ndani ya chama chake. Tumeona Jaji Chande amesema pamoja katika vichocheo ni pamoja na kwamba kuna wanachama kwenye vyama hawakuridhika na uteuzi. Sasa kamati kuu ya chama chetu inapendekeza sheria ile ya vyama vya siasa ibadilishwe na itoe nguvu ya uwazi zaidi kwenye masuala ya kiuchaguzi ndani ya vyama na uteuzi wa wagombea ndani ya vyama vyote, na pamoja na kuweka utaratibu mzuri wa kisheria wa mwanachama kuitafuta haki yake pale atakapoona chama kimemdhulumu haki yake, ama ya kugombea ama ya kuteuliwa, au ama ya kuchaguliwa ama ya kuteuliwa. Kwa hiyo hilo ndo pendekezo la kamati kuu ya Chauma kwenye masuala ya kichocheo kile cha watu kunyimwa haki zao na kusababisha hasira za kutoka barabarani. 3, yafanyike mabadiliko makubwa katika sheria ya sasa ya Jeshi la Polisi na polisi wasaidizi, hasa katika vifungu vya 40 mpaka 46 vinavyohusiana na masuala ya kufanya siasa nchini. Aidha, sheria mpya ya utendaji kazi wa Jeshi la Polisi itatungwa baada ya kupatikana kwa katiba mpya. Concept au logic ya kamati kuu ya Chauma ni nini? Tuna sheria ya Jeshi la Polisi ambayo tunadhani ina kasoro. Imeshazungumzwa hivyo kwenye tume ya kushughulikia masuala ya haki jinai ya Jaji Chande, na ukiangalia unaiona sheria hiyo pia kwenye ripoti ya tume ya Jaji Chande iliyoundwa na Rais kuchunguza matukio ya vurugu wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Sasa mapendekezo yetu Chauma kwa sasa yafanyike marekebisho madogo, hasa kifungu cha 40 mpaka 46, ili sheria hii katika kipindi hiki cha mpito ipunguze yale makando kando yanayolalamikiwa, lakini sheria kamili ya utendaji kazi wa Jeshi la Polisi ije iundwe baada ya kuandikwa kwa katiba mpya. Maana tukisema sasa tunakwenda kuiandika upya sheria yote ya Jeshi la Polisi, hatujajua katiba italeta mapendekezo gani kuhusu Jeshi la Polisi. Pengine yataathiri au yatalazimisha hiyo sheria mpya mtakaokuwa mmeiunda sasa ifanywe marekebisho. Kwa sasa tufanyie marekebisho vipengele ambavyo tunadhani vinaleta ukakasi, lakini sheria kamili ya utendaji kazi wa Jeshi la Polisi ije iundwe baada ya kukamilika kwa kuandikwa kwa katiba mpya. Mabadiliko ya sheria nyingine mbalimbali ambazo zinaminya uhuru na demokrasia kushamiri nchini kama vile sheria ya takwimu mwaka 2015, sheria ya huduma za vyombo vya habari 2016, sheria ya makosa ya mtandao 2015, sheria ya asasi na azaki za serikali yani NGO na nyinginezo mbalimbali yafanyike ili kuwezesha mchakato wa kuipata katiba mpya uwe huru kwa makundi yote. Kama tunadhani kuna sheria kwa namna yoyote itakwaza watu ama kushiriki kwa uwazi na kwa ukamilifu katika kutoa maoni yao na kuwa sehemu ama washirika wa kupatikana kwa katiba mpya, sheria hiyo ifanyiwe marekebisho kwenye hicho kipengele, ili kutomzuia mtu yoyote au kutokwamisha, kutokwaza mchakato wa kuandikwa kwa katiba mpya. Lakini sheria nyingine zote bila shaka baada ya kupata katiba mpya, sheria hizi zitaandikwa upya na zitakuwa salama zaidi. 5, itungwe sheria mpya kutekeleza mapendekezo yote yaliyotolewa na ripoti ya Jaji Chande ili serikali itekeleze mapendekezo hayo kwa ukamilifu. Ndugu zangu, tukiendelea tu kupiga kelele bila kuonesha njia tutapata shida. Na sisi Chauma hatutaki kupiga kelele bila kutoa majawabu. Ndio maana tunapendekeza iundwe sheria maalum itakayosimamia utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya Jaji Chande. Tukisha kuunda sheria, maana tutaongozwa sasa na sheria. Kwa sababu bado tunarudia tena, hayupo anayepingana na Jaji Chande kwamba yale ndiyo
matatizo ya taifa. Hayupo. Na wala hayupo anayepingana na Jaji Chande kwenye masuala yote ya msingi kuhusu katiba mpya, tume huru ya uchaguzi, utekaji na kadhalika. Hayupo. Sasa tuunde sheria basi, tukasimamie utekelezaji wa masuala yale, kwa sababu yakipatiwa utatuzi tunakuwa tumetatua changamoto nyingi kwa wakati mmoja za kiuchumi, kisiasa na kijamii kwenye nchi yetu. Kwa hiyo ndio rai ya Chauma kwenye suala hilo. Badala ya kuishia tume zinaundwa hakuna utekelezaji, sasa tufanye nini? Ndio maana Chauma tumekuja na solution, pendekezo hili, sheria iundwe. Kuhusu ugumu wa maisha, imezungumzwa na Jaji Chande kwamba kama moja ya chanzo, serikali ifanye maandalizi ya kukabiliana na kupanda bei za pembejeo za kilimo na hasa madhara yanayotokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati ambako mbolea zinazalishwa kwa wingi, athari ambayo itasababisha kupanda zaidi kwa bei ya vyakula nchini. Serikali ione umuhimu wa kuwa na bajeti ya dharura kwa ajili ya wakulima na hasa kwenye upatikanaji wa mbolea katika msimu huu wa kilimo. Ndugu zangu, sasa hivi tunapigia kelele mafuta, lakini kamati kuu ya Chauma imekaa na kufanya tathmini. Kama tunavolia kwa mafuta, huenda tukalia kwa mbolea. Sasa tusipochukua tahadhari mapema, gharama ya kilimo itakuwa kubwa na hatimaye miezi michache ijayo bei za vyakula zitapanda.